Je, unajua kuna mmea mmoja ambao umetumika kwa zaidi ya miaka 2000 katika tiba asilia, lakini leo bado wanasayansi wanaendelea kuchunguza kutokana na faida zake nyingi. Mmea huo ni aloe vera au aloe vera. Wapo wanaosema kunywa aloe vera kila siku kunaweza kusafisha mwili, kushusha sukari, kupunguza uzito na kuponya vidonda vya tumbo, kuimarisha kinga ya mwili na hata kufanya ngozi iwe changa. Lakini je, madai haya yote ni ya kweli au baadhi yake ni imani zisizo na ushahidi wa kisayansi? Katika video hii tutachambua kwa kina. Je, nini hasa hutokea mwilini ukitumia aloe vera mara kwa mara? Faida zipi zinaungwa mkono na tafiti za kisayansi? Ni watu gani wanapaswa kuwa waangalifu wasitumie aloe vera? Na mwisho, tutaeleza njia salama za kutumia ili upate manufaa bila kujiletea madhara. Hakikisha unatazama video hii hadi mwisho, kwa sababu jambo la mwisho nitakuambia linaweza kushangaza na kukusaidia kuepuka makosa ambayo watu wengi hufanya wanapotumia aloe vera. Kama unapenda mada za afya, ni kuombe bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Aloe vera ni nini? Aloe vera ni mmea wenye majani mapana yenye ute mzito wa uwazi unaoitwa jeli, unaotumika kwa maelfu ya miaka katika tamaduni mbalimbali kwa ajili ya kutuliza ngozi, kuharakisha kupona majeraha madogo na kusaidia matatizo ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Watafiti wamegundua kuwa jeli ya aloe vera ina zaidi ya kemikali na virutubisho mbalimbali, ikiwa ni pamoja na vitamini A, vitamini E na vitamini C. Baadhi pia kuna vitamini B, madini kama calcium, magnesium, potassium pamoja na zinki, amino acid, enzymes, antioxidant, polysaccharides zinazosaidia kuhifadhi unyevu na kuchangia afya ya ngozi. Hata hivyo, ni muhimu kutofautisha sehemu mbili za mmea huu. Jeli ya ndani ya jani ndiyo hutumika zaidi kwenye bidhaa za afya na ngozi, lakini ute wa njano, aloe latex, uliopo chini ya ganda una kemikali zenye athari kali za kuharisha, na matumizi yake ya mara kwa mara yanaweza kuwa na madhara makubwa. Faida zake. Faida ya kwanza, ngozi yako inaweza kuanza kubadilika. Moja faida zinazojulikana zaidi za aloe vera ni uwezo wake wa kusaidia ngozi. Jeli ya aloe vera ina uwezo wa kuvutia na kuhifadhi maji kwenye ngozi. Hii ndiyo sababu bidhaa nyingi za vipodozi huongeza aloe vera kwenye lotion, cream na jeli mbalimbali. Ukipaka aloe vera mara kwa mara, unaweza kuona ngozi ikiwa laini zaidi, kupungua kwa ukavu wa ngozi, ngozi kuwa na muonekano wenye afya zaidi. Kwa watu wanaopata kuchomwa na jua, sunburn, tafiti zinaonyesha kuwa aloe vera inaweza kusaidia kutuliza ngozi na kupunguza usumbufu, ingawa si mbadala wa kinga dhidi ya miale ya jua. Namba 2, majeraha madogo yanaweza kupona haraka zaidi. Aloe vera inaweza kusaidia mwili katika hatua za awali za kupona kwa majeraha madogo na michubuko. Baadhi ya tafiti zinaonyesha kuwa matumizi ya jeli ya aloe vera yanaweza kusaidia kuchochea ukuaji wa seli mpya za ngozi, kupunguza uchochezi, kuharakisha kufunga kwa jeraha katika majeraha madogo. Lakini kwa majeraha makubwa yaliyoambukizwa au yanayohitaji matibabu maalum, ni lazima uonane na mtaalamu wa afya. Namba 3, chunusi na mwasho wa ngozi. Ikiwa una chunusi kwa kiwango cha kawaida, aloe vera inaweza kuwa nyongeza nzuri katika utunzaji wa ngozi. Kwa nini? Kwa sababu ina baadhi ya kemikali zinazoweza kupunguza uchochezi na kusaidia ngozi kutulia. Hata hivyo, ni muhimu kuelewa kwamba aloe vera si dawa ya kutibu chunusi kali. Chunusi zinazosababishwa na mabadiliko ya homoni au maambukizi makubwa ya mara kwa mara nyingi huhitaji matibabu ya daktari. Namba 4, mwili wako unaweza kupata kinga dhidi ya uharibifu wa seli.
Kila siku mwili wetu huzalisha kemikali zinazoitwa free radicals ambazo zinaweza kuharibu seli ikiwa zitazidi. Antioxidants zilizopo kwenye aloe vera zinaweza kusaidia kupunguza athari za kemikali hizi. Kwa kufanya hivyo, zinaweza kuchangia afya ya ngozi, afya ya mishipa ya damu, kupunguza msongo wa antioxidant. Lakini kumbuka, aloe vera pekee haiwezi kuchukua nafasi ya lishe bora yenye matunda, mboga na mazoezi. Namba 5, tumbo lako linaweza kubadilika. Hili ndilo eneo ambalo watu wengi huchanganyikiwa. Baadhi ya watu wanaotumia aloe vera huripoti kuwa choo kinakuwa laini zaidi. Sababu ni kwamba sehemu ya latex ina kemikali zinazochochea utumbo kufanya kazi kwa nguvu zaidi. Tatizo ni kwamba matumizi ya muda mrefu yanaweza kusababisha kuharisha, upungufu wa maji mwilini, kushuka kwa kiwango cha potassium, kuzoofika kwa utumbo, kutegemea dawa za choo. Ndiyo maana wataalamu wengi hawashauri kutumia aloe latex kila siku. Namba 6, je, inaweza kupunguza sukari ya damu? Hii ni moja ya mada zinazoweza kuvutia zaidi. Baadhi ya tafiti zinaonyesha kuwa matumizi ya bidhaa fulani za aloe vera yanaweza kusaidia kupunguza kiwango cha sukari kwa baadhi ya watu wenye kisukari aina ya pili. Inaaminika kufanya hivyo kwa kuboresha matumizi ya insulin na kupunguza uchochezi. Lakini ushahidi bado haujafikia kiwango cha kufanya aloe vera kuwa tiba rasmi ya kisukari. Ikiwa unatumia dawa za kisukari, usianze kutumia aloe vera bila ushauri wa daktari, kwa sababu sukari inaweza kushuka kupita kiasi. Namba 7, je, aloe vera husaidia kupunguza uzito? Ukweli ni kwamba hakuna ushahidi wa kutosha unaothibitisha kuwa kunywa aloe vera pekee kunaweza kuyeyusha mafuta mwilini. Watu wengine hupungua uzito kwa sababu ya kuharisha au kupoteza maji mwilini, jambo ambalo si kupungua kwa mafuta. Kupungua uzito kwa afya kunahitaji lishe bora, mazoezi, usingizi wa kutosha, kupunguza ulaji wa kalori nyingi. Namba 8, afya ya mdomo. Baadhi ya tafiti zinaonyesha kuwa dawa za kusukutua zenye aloe vera zinaweza kusaidia kupunguza plaque, yani kupunguza changamoto za mdomo, kuvimba kwa fizi, baadhi ya bakteria wanaosababisha harufu mbaya mdomoni. Lakini bado kupiga mswaki vizuri mara 2 kwa siku ndiyo msingi wa afya ya meno. Namba 9, nywele na ngozi ya kichwa. Jeli ya aloe vera inaweza kusaidia kupunguza ukavu wa ngozi ya kichwa, kupunguza muwasho, kulainisha nywele. Lakini hakuna ushahidi wa kutosha kwamba inaweza kuotesha nywele mpya kwa watu wote. Namba 10, madhara ambayo watu wengi hawajui. Ingawa aloe vera ina faida nyingi, si salama kwa kila mtu. Unaweza kupata kuharisha, maumivu ya tumbo, mzio wa ngozi, kushuka kwa sukari, kupungua kwa potassium, matatizo ya figo iwapo utatumia aloe latex kwa muda mrefu. Nani hapaswi kutumia aloe vera bila ushauri wa daktari? Kwanza ni wajawazito, 2 mama ananyonyesha, 3 watoto wadogo, 4 watu wenye ugonjwa wa figo, watu wenye magonjwa ya utumbo, wanaotumia dawa za kisukari, wanaotumia dawa za moyo, wanaotumia dawa za kuongeza mkojo, wanaotumia dawa za kupunguza damu. Baada ya kuangalia ushahidi wa kisayansi, tunaweza kusema kwamba aloe vera ni mmea wenye uwezo wa kutoa manufaa kadhaa, hasa kwa afya ya ngozi na katika matumizi maalumu yanayothibitishwa na tafiti. Hata hivyo, si dawa ya miujiza inayoweza kutibu kila aina ya ugonjwa. Faida zake hutegemea aina ya bidhaa inayotumika, kiasi kinachotumiwa na hali ya afya ya mtu. Matumizi yasiyo sahihi hasa ya aloe latex yanaweza kusababisha madhara makubwa kuliko manufaa. Kwa hiyo, tumia aloe vera kama sehemu ya mtindo wa maisha wenye afya, si kama mbadala wa lishe bora.
mazoezi au matibabu uliopewa na mtaalamu wa afya yanaweza kusaidia zaidi. Je, wewe umewahi kutumia aloe vera? Ulitumia kwa ngozi, nywele au kwa kinywa, au ulitumia kwa shida gani? Uligundua mabadiliko gani? Tuandikie kwenye sehemu ya maoni. Naamini umepata maarifa ambayo hukuwa nayo hapa kabla. Ni kuombe bonyeza alama subscribe, like na share video hii kwa watu wengi zaidi ili wapate elimu hii mara kwa mara. Kumbuka, afya bora hujengwa kwa maamuzi sahihi ya kila siku, na maarifa ndiyo hatua ya kwanza kuelekea maisha yenye afya. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki.